Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, ametoa agizo na amri kwamba uranium iliyorutubishwa inayofikia karibia kilogramu zaidi ya 400 sawa na 60% haitopelekwa nje ya nchi hiyo. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba mpango wake ni kuhakikisha anaondoa uranium iliyorutubishwa nchini Iran. Ikumbukwe huu ndio mpango uliosababisha Marekani pamoja na Israel kuingia vitani na kuishambulia Iran, kwamba Iran ipo katika mpango wa kumiliki silaha za nyuklia. Lakini mamlaka nchini humo, baada ya kufanya mazungumzo kadhaa ambayo Marekani imekuwa ikiyakataa mapendekezo ya Iran, kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei ametoa kauli nzito akisema ikiwa wao hawakubaliani na lolote katika kumaliza vita hivi, hakuna namna ya kuondoa uranium iliyorutubishwa kuipeleka katika taifa lingine. Ilikuwa ikitajwa kwamba huenda mpango wa kuondolewa kwa uranium iliyorutubishwa ukapelekwa nchini Urusi, lakini wakati huu ni wakati ambapo kiongozi mkuu wa nchi hiyo Mujtaba Khamenei anasema kwamba hakuna namna, lakini uranium itabaki nchini humo. Rais Vladimir Putin mara kadhaa amekuwa akitaja kwamba nyuklia iliyorutubishwa nchini Iran inapaswa kusafirishwa kupelekwa nchini Marekani, jambo ambalo wa Iran hawakubaliani nalo. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Mujtaba Khamenei ametoa agizo kwamba akiba ya uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu inayomilikiwa na nchi hiyo isipelekwe nje ya Iran. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vya ngazi ya juu nchini Iran, agizo hilo linaweza kuongeza ugumu katika mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Iran, Marekani na Israel, huku Washington ikiendelea kushinikiza kuondolewa kwa madini hayo nchini Iran kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani. Maafisa wa Israel wamesema rais wa Marekani Donald Trump amehakikishia kuwa akiba ya urani inayoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia itapelekwa nje ya Iran chini ya makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Israel na Marekani na mataifa mengine ya magharibi yamekuwa yakituhumu Iran kulenga kuunda silaha za nyuklia, hasa baada ya Tehran kuanza kurutubisha urani hadi kiwango cha 60%, karibu na 90% zinazohitajika kutengeneza bomu la nyuklia. Iran imeendelea kukanusha madai hayo. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aligombana na rais wa Marekani Donald Trump juu ya kusitisha mashambulizi yaliyotakiwa kufanyika wiki hii mnamo siku ya Jumanne. Lakini rais wa Marekani Donald Trump alimwambia waziri mkuu wa Israel kwamba bado wanaendelea na mazungumzo, lakini waziri mkuu Netanyahu akimwambia kwamba kusitishwa vita hakutakuwa na maana yoyote ikiwa hakufanikisha mipango yao ya kuanzisha vita hivyo. Netanyahu amesema hatatangaza mwisho wa vita hadi urani iliyorutubishwa iondolewe Iran, lakini pia kuondolewa kwa msaada kwa makundi ya wapiganaji ambayo ni washirika wake na uwezo wa makombora ya ballistic wa Iran uondolewe. Lakini hayo yote bado hayakufanyika, na wakati huu kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Khamenei ameshikilia kwamba Iran haiwezi kuondoa uranium yake iliyorutubishwa kuipeleka katika taifa jingine nje ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, lakini pia akisema kwamba wa Iran ndio waliotengeneza uranium yao wenyewe na kwamba hiyo ni mali ya wa Iran. Mmoja kati ya washauri wa Ayatollah Khamenei aliweka wazi katika siku za hivi karibuni akisema kwamba ikiwa Marekani na Israel wataamua kuishambulia Iran, basi wa Iran watarutubisha 30% iliyosalia ya uranium na kutengeneza makombora ya nyuklia, na kwamba mpango wao sasa ule waliokuwa wakisema hawatatengeneza nyuklia, sasa wataingia rasmi katika ujenzi wa makombora ya nyuklia. Huo ndio mpango wa Iran wakati huu, kwamba hawataruhusu uranium yao iliyorutubishwa kupelekwa nje ya nchi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News. Tutakujuza mengi yanayojiri duniani, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.